Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa ni mazito kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kile ambacho kinachoendelea. Mimi nimekusogezea hapa taarifa, utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya yale yote ambayo yamekwenda kuzungumzwa leo hii na moja kati ya watu ambao wameweza kufunguka kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kutua kwake ndani ya kikosi hicho cha Yanga. Ni taarifa huenda ikawa njema kwa watu wengine, lakini pia inaweza ikawa sio njema kwa watu wengine. Kila mmoja ana faida na taarifa hii, na mimi nikaona ni vyema kabisa niweza kuisogezea kwa watu wote, wale watakaokuwa na faida nayo na wale ambao watakuwa hawana faida nayo wataweza kuisikiliza kwa pamoja kujua ni nini ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya hatma ya kikosi chao pamoja na benchi lao la ufundi ambalo kwa sasa macho yote watu ama mashabiki wa Yanga wanalitolea, huku shinikizo likiendelea kuwa kubwa kwa viongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Shinikizo gani hilo utakwenda kulijua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hawa unazungumzia ni klabu ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans mambo yanaonekana kwenda kuwa mlama kutokana na benchi lake la ufundi kutokuwa na imani kwa mashabiki wao. Kumbuka kwamba Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo mara nyingi zimekuwa zikiendelea kuwashirikisha mashabiki zake, pia wakati mwingine imeendelea kuweza kuwasikiliza mashabiki zao nini ambacho wanakitaka. Mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans wanaonekana kutokuwa na imani na kocha, hapa nazungumzia Romain Folz, kocha ambaye amechukua mikoba mwanzoni mwa msimu akianza msimu na kikosi hicho, na hata alikuwa na wachezaji kule pre-season ambako walikuwa wakiweza kuweka maandalizi yao kwa ajili ya msimu mpya, lakini mambo yanaonekana kutokwenda sambamba. Football ambao wanacheza Young Africans kuonekana kama ni ngumu, na namna ambavyo wananchi wenyewe ni kama vile hawana nyota na kocha wao. Baada ya mchezo dhidi ya Mbeya City, klabu ya soka ya Yanga baada ya kuweza kutoa sare ya bao 1-1, kocha mkuu hapa nazungumzia Romain Folz, mashabiki walimtolea maneno kauli wakisema ya kwamba hawamtaki. Ni miongoni mwa kauli ambazo zilisikika kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga wakiimba nyimbo zao kwamba hawamtaki kocha huyo. Sasa uongozi wa klabu ya soka wa Yanga ulisikia kauli hizo na kutoa taarifa ya kwamba wanaenda kukaa na kujadili kama litakuwa na manufaa kwa upande wa timu, basi wataweza kufanya hivyo kumuondosha kocha huyo, na kama kutakuwa na sababu zenye mashiko basi ataendelea kuweza kuifundisha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo majibu yakawa yamefikia hivyo. Wakati hayo yakiendelea, inaelezwa kwamba baba Nabi yuko mjini akiendelea kuweza kudunda huku akiwa mpaka sasa
hana timu yoyote ambayo anaifundisha baada ya kuweza kumalizana na Kaizer Chiefs na yuko Tanzania, na inaelezwa kwamba moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinatajwa zaidi ni kwamba kurejea kwake Tanzania hakukuwa kwa bahati mbaya, kwa taarifa ambazo zilizokuwa zikiweza kueleza ya kwamba kocha huyo yeye mwenyewe alikuja Tanzania, na taarifa zinasema ya kwamba alikuja kwa ajili ya kuweza kuwa kwenye mazungumzo na klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo taarifa zilikuwa zikisema kwamba Simba wanamhitaji kocha Profesa Nasib Nabi kwenda kuifundisha klabu ya soka ya Simba, lakini taarifa zikaja zikapinduka baada ya kocha mwenyewe Profesa Nabi kwenda kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuweza kubadilisha profile picture ambayo iliyokuwa pale ikiweza kumuonyesha akiwa tofauti, lakini akaweka picha nyingine ambayo ilileta maswali mengi, ambapo alionekana picha hiyo kuna nembo ya klabu ya soka ya Young Africans. Watu wakaanza kuunganisha doti kutokana na mwenendo wa kocha Romain Folz na namna ambavyo Nabi amekuja Tanzania. Ni wazi ya kwamba pengine kuna dili ambalo huenda likafanyika muda wowote kuanzia sasa. Profesa Nabi akaweza kuchukua mikoba ya Romain Folz ambaye anaonekana kutokukubalika na mashabiki wa klabu hiyo, na pia hata soka lake linaonekana kutokuwavutia. Hapa nazungumzia wana Jangwani. Sasa habari za Jangwani zinasema ya kwamba kocha Nasib Nabi aliyewahi kuinoa Yanga muda mfupi baada ya mchezo wa Mbeya City ameingia katika kwenye mitandao yake ya kijamii. Nilikwambia kama amebadilisha profile na kuweza kuweka issue ya yeye kuweza ikielezwa kwamba namna ambavyo kile kilichoweza kutokea kwa kile ambacho kilichopo ni kwamba pengine namna ambavyo Nabi anafahamika na ubora wake na soka lake ambalo mara nyingi amekuwa akilipiga. Hapa nazungumzia kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans kabla ya kuweza kuondoka na kuelekea pale Kaizer Chiefs. Inaelezwa kwamba pengine Young Africans wanaona kabisa kwamba wao wanastahili kuweza kupata kilicho bora, na si ambavyo soka ambalo linapiga kwa sasa linaonekana kutoweza kulifurahia, na pengine watu wengine wanaamini ya kwamba pengine kocha Romain Folz anashindwa kuendana na mbinu zake na mbinu zake haziendani na hapa nazungumzia na klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Lakini anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba kuna zaidi ya 80% za kocha Nasib Nabi kurejea kwenye kikosi cha Young Africans ili kuja kurisi mikoba ya Romain Folz, ambaye taarifa za ndani zinaeleza kuwa uongozi wa Yanga unatazamia kuachana kocha huyo kufuatia performance isiyoridhisha ya timu ya Yanga kwenye michezo mbalimbali chini ya Folz. Siku chache zilizopita kocha Nabi alionekana akiwa kwenye mitaa mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam, ambapo inaelezwa alikuja ili kumalizana uongozi wa Yanga kwenye taratibu za kimkataba. Lakini pia punde baada ya kuwasili nchini, Nabi alibadilisha profile picture ya kwenye akaunti yake mtandao wa Instagram na kuweka picha yake ya zamani ikiwa akikinoa kikosi cha Yanga msimu wa mwisho kabla ya kuelekea katika klabu ya FAR Rabat. Unaona bana, kwa yale ambayo yanayoendelea, ambapo afisa habari wa klabu hiyo hapa nazungumzia Young Africans ameweza kufunguka na kusema ya kwamba hawajakaa kumjadili kocha. Afisa habari wa Yanga kuhusu amezungumza kuwapo kwamba wamekaa kikao, lakini yeye akaweza kuthibitisha kile ambacho kinachoendelea kama vile klabu ya soka ya Yanga wamekaa kikao kujadili kuhusiana na yale yanayoendelea, lakini Yanga anaonekana kutokuweza kukaa kwa mujibu wa taarifa ya kile kinachoendelea, ambapo kubwa la maadui unaandika
Mzee wa Jambia hapa anazungumzia Wilson Oruma, anasema ya kwamba yes, ni kweli mbinu zake sasa hivi ni kupiga mbele na inshallah, lakini kocha kumuona afai kabisa baada tu ya mechi 2 za ligi. Nafikiri ni mapema sana. Kila kocha anahitaji muda. Mpira wa miguu sio kama kupika chai. Just give Romain Folz time ili mwisho tuhukumu kwa haki. Unaona bana, akisema ya kwamba wanahitaji muda ili kuja kumhukumu kwa haki, na sio kuweza kwa mechi 2 tu kuweza kuanza kutoa malalamiko. Wachambuzi wengi wanaonekana kusimama na kocha Romain Folz. Tusubiri kuweza kuona nini kitakachojili huko mbele ya safari. Bado michezo ni mingi, ndio kwanza ni mchezo wa pili katika ligi kuu ya soka ya NBC. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.